Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, niendelee na kushukuru sana wewe na management yako. Mmefanya kazi iliyotukuka nzuri. Tangu mwaka jana kulikuwa na binti mmoja hapa, wawili walikuwa wanawafanyia wenzao mambo ambayo sio ya kimaadili. Ulichukua hatua stahiki, na nitaendelea kutoa mmoja baada ya mwingine. Sio hao tu 15 mnaoona hapa, wapo zaidi ya 50, 40, mmoja baada ya mwingine. Wapo wanafunzi wanatoka wanaenda kulewa. Yupo mmoja wao, wawili wapo hapo. Siku kadhaa nyuma kabla ya tukio hili walienda kulewa, wakarudi saa 8 usiku hapa. Wakapigana na mlinzi pale, wakabomoa na ukuta. Wakaenda bwenini, wenzao wamelala, wakawaamsha waamke. Wakiwa wameshikilia kisu, wasipoamka atamchoma kisu. Huyo sio mwanafunzi. Huyo ni jambazi. Na hatukai na jambazi katika mazingira haya. Anastahili polisi na jela. Mnanielewa wanafunzi? Hatukai na jambazi hapa. Wenzenu wawili walikuwa wanapita mazingira ambayo hayaruhusiwi, na nyie mnajua. Wakapambana na walinzi, hawakujisalimisha. Wakapambana walivyopambana. Na nyinyi wenu wakaamka kuwasaidia, kuwapiga walinzi. Viongozi wa chuo, rais wa serikali ya wanafunzi na serikali yake pia nakushukuruni. Mlifanya kazi nzuri. Mkarescue situation. Na watu wengine waliokuwa wameumia wakapelekwa hospitali. Chuo kikakaa kimya, watu wakarudi kulala. Wengine wakaamka, wakajimobilize tena upya, wakaenda kupiga walinzi wale. Mlinzi mmoja ametolewa meno manne, hana meno. Baba yule sio mtoto meno kwamba yataota tena. Huo ni ulemavu wa maisha. Mnamjua yupo wapi yule mlinzi? Mnajua pale hospitali ataamka? Yupo mahututi hospitali pale. Walioyafanya hawa. Ndio maana nasema hatujaja kulea majambazi hapa. Kama kulikuwa na kosa, upo uongozi. Imeshindikana kwenye uongozi wa chuo, mkuu wa wilaya yupo hapa na viongozi wengine mpaka kwa mkuu wa mkoa. Wapo wanafunzi hapa wanakujaga mpaka kwangu. Wamekosa ada, wamefukuzwa chuo, na tunafanya utaratibu, tunawalipia ada na wanaendelea na masomo.